Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mabadiliko yanaendelea kushuhudiwa katika chama ambacho kinaongoza serikali ya Kenya sasa hivi, UDA. Tangu tufike katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027, tutakuwa tumeshuhudia wabunge ama wanasiasa wengi wakihama kutoka chama kimoja kuelekea chama kingine. Sasa mbunge wa eneo bunge wakilishi la Nyali katika kaunti ya Mombasa, Mohamed Ali, ambaye anajulikana almaarufu Jicho Pevu, ametishia kujiondoa katika chama cha kiongozi wa sasa William Ruto, UDA. Kuna kanda yake naomba kuiweka hewani tusikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio, sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha kama kawaida. Naomba tusikize sauti ya Mohamed Ali, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Tumsikize. Watu wengi kutoka hizi eneo bunge 6 ambazo zinajumuisha na kujenga kaunti ya Mombasa wameweza kunipigia kutaka kujua ipi njia sawa ama ni vipi niwape mwelekeo kuhusiana na uchaguzi wa UDA, the grassroots, hizo elections ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 12. Leo nataka kuwaambia na kuweka mambo bayana ya kwamba team Mohamed Ali ndani ya Mombasa County, kwa wale wafuasi wangu wote wanaonipenda, wanaonisaidia katika siasa, wanaohangaika na mimi tukijaribu kujenga huu mji wetu, nataka kuwaambia tarehe 12 ya hii mwezi team Mohamed Ali haitashiriki katika uchaguzi wa UDA. Ni kwa sababu katibu wa chama anataka kuibaka demokrasia ya wananchi wa Mombasa kwa kuweza kuweka watu wake vile ambavyo anataka wawe katika vyeo vyao. Ni mwafaka wa kukujibu wewe, na tunataka kuambia kama umeamua kuharibu hii chama, basi sisi hatutakuwa miongoni mwa kuiharibu. Tutakuachia uharibu vizuri. Sisi hatutashiriki, na ni hayo tu. Kwa wale ambao wamekuwa wakiuliza maswali, tutajibu haya mambo mengine katika wakati ufao. And we have many options on the table. Mtu asione ati ukitoka kwa chama uwezi enda mahali. I was in ODM, nikatoka ODM, nikaenda independent and I won the election. People are not interested in the parties. People are interested in what you do for them. Nimerudi tena na term ya pili na UDA, nimechaguliwa being the only UDA MP in the entire Mombasa County. So usitumie chama kama chambo. Wananchi hawataka kujua ni chama gani. Wananchi wanataka kujua ni hipi umewafanyia, ni lipi umewafanyia, umejenga shule ngapi, barabara ngapi, makazi ngapi, umefanya nini kwa wananchi. Umesikiza vile anazungumza. Ishara tosha kutakuwa na uchaguzi wa chama cha UDA katika kaunti ya Mombasa, na yeye amejiondoa kwa uchaguzi wa chama cha UDA kwa kile ambacho anachokisema kutokuwa na uwazi katika shughuli hiyo. Na amesema wale ambao wamesimamia chama haswa katika kaunti ya Mombasa wataachiwa chama hicho wao wajiondoe, na amesema yeye mwenyewe na wafuasi wake hawapo katika uchaguzi wa chama cha UDA katika chama ama katika uchaguzi ambao utafanyika katika kaunti ya Mombasa. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the context, the sentiments made by Nyali MP Mohamed Ali. Matamshi haya yanamaanisha nini? Point number 1 is planning to quit UDA party. Vile anazungumza atajiondoa kwa chama cha UDA sasa hivi kwa sababu amesema ya kwamba wakati alikuwa katika chama cha ODM wakamunyima tikiti ya kuwania uongozi, akaruka akawania kiti kupitia kuwa independent na alishinda. Baadaye akaingia katika chama cha UDA akashinda. Na hii sio ya mara ya kwanza anaenda kufeli. Atajiondoa katika chama cha UDA na atashinda katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2027. Kumaanisha
Mohamed Ali ako tayari kujiondoa kwa chama cha UDA kwa ukosefu wa wazi haswa katika uchaguzi wa chama katika kaunti ya Mombasa. Kwa sababu amezungumza mengi. Matamshi haya yanamaanisha nini? Point number 2. Rais William Ruto anastahili kuingilia kati kuokoa chama cha UDA. Maana amezungumza ikiwa hakutakuwa na any communication kutoka kwa chama hiki kinaenda kusambaratika. Na katika siasa, umaarufu wa vyama vya kisiasa sharti ukuwe na viongozi wengi, wanasiasa wengi, ili nguvu zile kuongezeka kwa chama kuhakikisha kuna nguvu za kisiasa. Lakini katika siku za hivi majuzi tumeshuhudia baadhi ya viongozi wakitishia kujiondoa katika chama cha UDA, haswa wandani wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakijiondoa, akina Senator Newt wengi. Baada ya wandani hao kungolewa katika nyadhifa mbalimbali ambazo wamekuwa wakishikilia. Hata Didi Nyoro, mbunge wa Nebunga wakilishi la Kiharu, na haya hata kuwa katika chama cha UDA kwa sababu aliweza kufukuzwa kutoka uongozi wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Kumaanisha tukifika 2027 wanasiasa ni wengi ambao watakuwa wamegura chama cha UDA, na hiyo ni ishara tosha UDA nguvu zake zinaenda kudidimia. Kwa hivyo tunatarajia kushuhudia wengi wakiunda vyama vya kisiasa mpya, wengi wakiingia katika vyama vingine vya kisiasa ili kutumia vyama hivyo kutetea nyadhifa zile ambazo wanashikilia kwa kuchaguliwa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Kuna mabadiliko makubwa yatashuhudiwa. Sasa nani atakuwa anasalia katika chama cha UDA? Kumaanisha usimamizi wa chama unastahili kuingilia kati na kutafuta suluhu halisi ili kuokoa chama hiki cha UDA ambacho kinaongoza serikali ya Rais William Ruto. Ni miongoni mwa vyama vya kisiasa ambavyo viko katika mrengo wa Kenya Kwanza ambao uliweza kufaidika na kushinda katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2027. Na mbili, what do you think? Kutakuwa na any effect ikiwa mwanasiasa huyu jicho pevu Mohamed Ali kujiondoa katika chama cha UDA? Kutakuwa na any effect politically? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Na kwa kusema ukweli, tumekuwa tukimuona akinyamaza, akitulia, hazungumuzi, ametulia tu. Hadi wengine wakaanza kujiuliza, Mohamed Ali alienda wapi baada ya kuchaguliwa kama mbunge wa Nyali? Alienda wapi? Huenda wala ambao wazungumuzi wako kwa ground kuhakikisha kwamba wananchi wamepata maendeleo, sio kupweka. Kwa sababu maendeleo hayo ndio yanaenda kuwachagua katika uchaguzi ujao. Na amekuwa kinyamaza, huenda afurahi katika chama cha UDA. So let's wait and see. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu na kusiki heshima ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe, na sambaza hii kanda kwa 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye, ladies and gentlemen, be blessed.